Asante sana mpenzi, mzazi, mwanafunzi, mtazamaji, pia msikilizaji kwa kufika mahali hapa. Tukaweza kusoma tena kuhusu Kiswahili. Kiswahili ni lugha mojawapo ya taifa inayozungumzwa na takriban watu wengi. Hivyo basi ni jambo muhimu tukaweza kujifunza baadhi ya vipengele vya Kiswahili. Hivi leo tutaweza kujifunza kuhusu maamkuzi na maagano. Hivyo basi nakuomba ukaweza kukaribia hapa nilipo, tukaweza kwenda pamoja katika safari hii ya kusoma kuhusu maamkuzi na maagano. Jambo la kwanza, tawasalimu nyinyi wote wakati huu wa siku. Tena nawakaribisha tena na tena katika chaneli hii yangu, ikiwa mkaweza kunipa masikio yenu kuanzia sasa hadi tutakapotamatisha kipindi chetu. Kama unavyoona katika skrini yetu, tutaangazia maamkuzi ama ukipenda maamkizi katika lugha sanifu. Hivyo basi tutaigilia slide yetu ya pili, tuweze kuona utangulizi wa somo na tutaweza kujifunza ama kuelewa hili neno maamkizi ama ukipenda maamkuzi. Je, lina maana gani? Kulingana nami, nilifanya utafiti wangu na pia nikaweza kutumia vitabu nakala kadha wa kadha. Maamkuzi ni maneno ambayo sisi wanadamu hutumia tunapokutana na watu ama wenzetu ili kujuliana hali. Sio tu kujuliana hali, tutumiapo maamkuzi tunaweza kuonyesha heshima kwa wenzetu. Heshima, ukarimu wetu na mwisho mwisho tunaweza kudumisha uhusiano mwema katika jamii. Hivyo basi maamkuzi ni maneno tunayotumia tunapokutana na watu kujuliana hali, kuonyesha heshima, ukarimu na pia kudumisha uhusiano mwema katika jamii. Haya, tutakapofikia mwisho wa somo letu, natumai kuwa kila yeyote ambaye ananitazama atakuwa ameweza kuelezea maana ya maamkuzi. Pili, natarajia kuwa atakuwa ameweza kutambua aina mbalimbali za maamkuzi. Tatu, ataweza kutolea majibu sahihi ya baadhi ya maamkuzi. Na mwisho, ataweza kutumia maamkuzi ipasavyo maishani. Maanake, maamkuzi haya ni muhimu katika maisha yetu. Kila mahali utakapojipata, maamkuzi huwa jambo la kwanza. Katika slide yetu ya 3, maana ya maamkuzi tumeiguzia, tutairudia tena. Ni maneno yanayotumiwa na watu wanapokutana kwa ajili ya kujuliana hali. Tukasema pia kuna kuonyesha heshima, ukarimu wetu na pia kudumisha uhusiano mwema kati ya jamii. Haya, zingatia hayo. Maamkuzi, utapata pia wengine wakisema huitwa maamkizi, maamkio au utoeshi. Baadhi yake hutumika wakati wowote. Pia mengine hutumika nyakati maalum, iwe asubuhi, jioni, ama ukipenda wakati wa kumuaga mwenzako. Hivyo basi
sio maamkuzi yote utakayotumia wakati wowote. Kwa hivyo hilo ni jambo moja unalofaa kuzingatia kabla ya kutumia maamkio yako. Inaweza kuwa wakati wowote, nyakati maalum, na pia unapomwaga mwenzako. Tukaweza kuendelea, natumai tuko pamoja kufikia mahali pale. Tumeweza kutambua maana ya maamkuzi, pia tukaweza kutambua kuhusu visawe, maneno yenye maana sawa na maamkuzi ikiwemo utoeshi, na pia sio maamkuzi yote utakayotumia wakati wowote. Yana nyakati maalum. Yana nyakati maalum. Tutaweza kuzingatia maamkuzi ambayo ni ya wakati wowote. Hayo utakayotumia wakati wowote bila ya kujali ni nani, kwa nani, ni wakati upi. Unaona? Kwa mfano, kuna mfano wa kwanza ambao ni habari. Kumbuka ni swali, habari. Jibu lake mwafaka ni jema ama ukipenda nzuri. Jema ama ukipenda nzuri. Mfano wetu wa pili ni swali pia. Kumbuka swali huishia kwa ile alama ya kiulizi. Mfano wetu ni hali gani? Jibu lake mwafaka ni jema au nzuri. Jema au nzuri. Mwanafunzi, uliza mwenzako, habari yako. Jibu tunasema ni jema au nzuri. Pia muulize mzazi wako, mama, hali gani? Baba, hali gani? Atakujibu jema au nzuri. Tuendelee. Waabaje? Waabaje? Jibu lake mwafaka ni sina la kuamba. Sina la kuamba. Tuendelee. Huu mfano wetu twaujua sana, maanake tunautumia kila mahali katika shughuli zetu za kila siku. Hujambo. Hujambo. Jibu lake mwafaka huwa ni sijambo. Mwanafunzi, rudia nyuma yangu. Hujambo. Jibu lake mwafaka tukasema ni sijambo. Mfano wetu wa mwisho pale, shikamoo. Shikamoo babu. Marhaba mwanangu. Shikamoo babu. Shikamoo babu. Jibu lake ni marahaba. Haya, ona hapa, hili neno shikamoo utatumia kwa aliyekuzidi kwa umri. Kwa mfano, utamuuliza mzazi wako wa kiume, baba, shikamoo baba. Atakujibu marahaba mwanangu. Marahaba mwanangu. Akiwa ni babu, shikamoo babu. Atajibu vipi? Marahaba mjukuu wangu. Marahaba mjukuu wangu. Utatumia shikamoo kwa aliyekuzidi kwa umri, bali sio rafiki yako mlio katika umri mmoja naye. Sawa? Zingatia hilo. Tuendelee. Pia kuna baadhi ya maamkuzi ambayo utapata utayatumia sana wakati wa asubuhi na mengine jioni. Tuangazie yale ya asubuhi. Sabaheri. Sabaheri. Majibu tarajiwa hapa huwa ni majibu mawili. Aidha utasema aheri ama sabaheri.
Pia ikifika asubuhi utamuuliza mwenzako, je, umeamkaje? Atakujibu vipi? Salama. Je, umeamkaje? Salama. Ifikapo wakati wa jioni, hii ni baada ya watu wengi kutokea kazini, wamepumzika pale. Itakuwa vipi? Masalheri. Jibu lake pia utaweza kujibu aheri ama ukipenda masalheri. Mfano mwingine mzuri ni umeshindaje? Je, umeshindaje? Salama. Haya, kuna hili hapa alamsiki. Alamsiki sana tunalitumia wakati mtu anaenda malazi pale, ni usiku, unalala pale, kwa hivyo utamwaga mwenzako alamsiki, naye pia atakujibu binuru. Tuendelee pale. Kuna haya maamkuzi ya kidini, utapata sana kule kwa Waislamu na Wakristo wengi twapenda maamkuzi haya. Salam alaikum. Jibu lake mwafaka ni alaikum salam. Hutumika kuonyesha amani na heshima miongoni mwa Waislamu. Kwa hivyo katika dini ya Kiislamu, kwa hivyo ukitembea pale ama ukipata na rafiki yako Muislamu, wewe msalimie salam alaikum na atafurahia sana, maanake atakujibu alaikum salam. Tuendelee kwa ajili ya wakati. Tutaweza pia kuwapongeza na kuwafariji wenzetu kwa njia kadhaa ama njia tofauti. Mfano, mtu anaposhida na akaweza kutunzwa, bali na kutunzwa, we kama rafiki yake ama we kama mwenza utaweza kumwambia pale hongera kwa ushindi wako, na ataweza kusema asante. Anayeugua pia utaweza kumwambia pole kwa ugonjwa, jibu lake ni nishapoa, nimepoa, asante. Hai, aliyefiwa pia utamwambia makiwa, atasema tunayo. Makiwa tunayo. Tuendelee. Maamkuzi ya kuagana, lala salama, pia nawe, kwa heri ya kuonana, kwa heri, tuonane tena, inshallah, na pia ongeza alamsiki hapa, alamsiki binuru. Pia hii nayo ya kwa heri tunapenda kusema kwa heri, jibu lake ni kwa heri ya kuonana. Utaalika mtu ili mkaweza kula chakula pamoja, utamwambia vipi? Karibu tule, atajibu starehe. Muktasari ni huo. Tutaweza kusoma maamkuzi ya wakati wowote, ya asubuhi, jioni na pia kuagana. Wakati wote ikaweza kuwa habari njema, hujambo, sijambo, shikamoo, marahaba kwa aliyekuzidi kwa umri, asubuhi, sabah alheri, aheri ama ukipenda sabah alheri pia. Umeshindaje? Salama. Jioni masaa alheri, aheri ama ukipenda masaa alheri pia. Umeshindaje? Salama. Tunapoagana, lala salama pia nawe. Tuonane tena majaliwa ama ukipenda inshallah. Haya, tumeweza kufikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na ningependa uweze kujitathmini kupitia maswali haya. La kwanza ni je, maamkizi ni nini? Maamkizi ni nini? Ya pili, taja maamkizi matatu yanayotumika wakati wowote. Tumesoma pale. Niandikie hapo. Jibu sahihi la shikamoo ni lipi? Jibu sahihi la shikamoo ni lipi? Tofautisha maamkuzi ya asubuhi na ya jioni. 5, unamjibuje mtu anayesema hujambo? Hujambo. Taja jibu la karibu tule. Huo ni mwaliko. Karibu tule. Ningependa ukaweza kujitathmini kupitia maswali haya, ukaweza kuona jinsi ulivyoelewa mada hii yetu ya leo. Ningependa ukaweza kuhitimisha somo hili letu
Maanake tumeelewa maana ya maamkuzi, aina zake, jinsi ya kuyajibu kwa usahihi, maamkuzi yanayoonyesha heshima, adabu, utu, inayosaidia kujenga mahusiano mazuri katika jamii. Hapa kuna kazi ingine ya nyumbani. Andika maamkuzi 10 pamoja na majibu yake, kisha uyatumie katika mazungumzo mafupi na mwanafamilia au rafiki yako. Ningependa ukaweza kunitumia ile kazi katika inbox yangu pale hivyo, nitaweza kuyaangalia na kusahihisha, tuone jinsi ulivyofanya. Pia toa maoni yako katika comment section, tukaweza kuona tutabadilisha nini katika somo hili letu, tutaongeza nini. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutaonana katika kipindi kijacho, maanake imekuwa ni furaha. Kwaheri.